Nimtaje Mheshimiwa Engineer Mwanaisha Ng'anzi Ulenge. Mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula jiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ya kuchangia. Niendelee kumshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuendelea kutoa mchango katika bunge lako tukufu. Awali ya yote niendelee sana kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa aliyokuwa nayo ya kusongesha maendeleo ya taifa letu. Hakika kupitia sekta hii ya mawasiliano na teknolojia ya habari, Daktari Samia maono makubwa ya namna ambavyo anatamani kuibadilisha Tanzania na kuweza kunufaika ipasavyo na sekta hii ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Hakika natoa pongezi nyingi sana kwake. Na kwa nini ninazungumza hivi kwamba ana maono makubwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Ukiangalia namna ambavyo anasisitiza kuhusu uchumi wa kidijitali na taarifa ambazo Afrika inakwenda kunufaika na uchumi wa kidijitali, utamuangalia Daktari Samia Suluhu Hassan kumuona ni rais wa aina gani. Africa Digital Economy inatarajiwa mwaka 2025 kufikia thamani ya bilioni 180, na inatarajiwa itakapokufikia 2050 uchumi wa kidijitali wa Afrika utafikia bilioni 712. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiuhalisia kwa uelewa wangu mdogo, wizara hii ni wizara wezeshi. Ni wizara wezeshi ambayo inawezesha kurahisisha shughuli na utendaji wa serikali, lakini kuwezesha kuwa kama kichocheo cha kuchochea uchumi kupitia sekta mbalimbali za kiserikali na sekta binafsi. Na niipongeze sana wizara hii inaongozwa na mtu bingwa kabisa, shemeji yangu mwenyewe Jerry Silaa. Hakika kwa program au kwa mradi wa digital economy Tanzania na uchumi wa kidijiti, mradi huu ambao ni wa bilioni 150, hakika ni mradi ambao unakwenda kufanya mapinduzi makubwa katika taifa letu. Niwapongeze sana Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wako Engineer Mary Priska pamoja na watendaji wote wa wizara wakiongozwa na katibu mkuu kwa kuhakikisha mradi huu wa Tanzania ya kidijiti unakwenda kusimama sawa na umeweka msingi mzuri wa kurahisisha shughuli za serikali pamoja na kukuza biashara ya uchumi wa kidijitali nchini Tanzania. Mradi huu wa uchumi wa kidijiti pamoja na uwepo wa tume ya TEHAMA umeweka msingi mzuri wa kutumia kundi kubwa la vijana ambalo ndio population kubwa nchini kuhakikisha inakwenda kuzalisha ajira mbalimbali kwa vijana wa Kitanzania. Ukiliangalia soko la Afrika, e-commerce pamoja na uchumi wa kidijitali unatarajiwa kuzalisha fursa za ajira milioni 200. Kwa hiyo kuna wimbi kubwa la fursa katika sekta hii ya habari na teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakika mradi wa uchumi wa kidijiti umefanya mambo makubwa katika Tanzania yetu na imeweka msingi mzuri ambao matarajio yangu, kwa sababu mradi huu unakwenda kukamilika, ninaomba sana kuhakikisha uendelevu wa mradi huu ambao umekwenda kuweka base nzuri ya kuhakikisha tunakwenda kukuza muunganiko wa kimtandao, internet connectivity nchini, ambalo ni jambo la muhimu katika kurahisisha e-commerce nchini Tanzania. Hakika tunahitaji uendelezo wake. Lakini vile vile tumeona mradi huu wa Tanzania ya kidijiti ambao umeweza kutengeneza
ile sehemu maalum ya data center ya kuhifadhi data zetu katika sehemu moja ambayo ni salama, na kuweza kulinda data zetu zisiweze kuhamishwa kirahisi kwenda mataifa mengine. Hii nayo ni biashara ndani yetu. Data zetu zimekuwa zikichukuliwa kirahisi. Mtu yoyote kutoka mataifa mengine amekuwa akiingia na kuchukua data kirahisi. Maana yake Tanzania tulikuwa tuko uchi, yoyote anaweza kutafuta chochote Tanzania na akaweza kupata. Lakini kwa miundombinu ambayo imewekwa katika data center ambayo imegharimu bilioni 60, hakika ni mapinduzi makubwa ya Tanzania na uchumi wa kidijitali. Niombe sana sekta hii ya kuhifadhi data zetu na zisiibiwe ni sekta muhimu kwa ulinzi wa taifa letu. Naomba sana muendelee kuwekeza nguvu katika jambo hili la uhifadhi wa data zetu, na vile vile kuongeza nguvu katika sekta hii ya kuhakikisha inaunganika kama mlivyopanua wigo wa kuanzisha dirisha la shughuli za kiserikali kwa kupitia mradi huu wa uchumi wa Tanzania ya kidijiti. Mpanue wigo kama ambavyo mmefanya na NECTA tayari, kama ambavyo mmefanya na sekta ya madini tayari, kama ambavyo mmeunganika na NIDA kwa maana ya kwenda kuanzisha zile jamii namba, jamii exchange, N-card na soft card. Tunatamani muendelee kuingia kwenye sekta ya ulinzi pia. Na muona pale Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi Bwana Bashungwa anaona. Mkaunganike tuone namna ambavyo tunapokuwa tunamiliki silaha, mfumo unakwenda kutambua wananchi wote wanaomiliki silaha, wananchi wote ambao wanafariki, silaha zile zinahamishika vipi, silaha zile zinarithishwa vipi. Ni kwa kupitia mfumo huu wa kidijitali tunaweza kuendeleza kunenhance security ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie swala zima la hisa ambazo zimewekwa na wananchi wa Tanzania kwa kupitia kampuni ya Vodacom. Nimependa maono ya wenzangu ambao wametangulia kuyatoa, na ninaomba nisisitize kwamba dhamira na lengo la Mtanzania mmoja kuweka fedha zake pale ni kupata faida. Sasa wakati yote yanakwenda kufanyika, mimi binafsi sitaelewa zaidi ya kuona ni namna gani ninapata fedha zangu. Kwa mantiki hiyo, ninaiomba waziri atakapokuja kuenda hapo aje na kusema ni namna gani Watanzania watafata fedha zao. Mengine yoyote ni longolongo. Tunaona ni namna gani watu wameinvest. End of the day, miaka 10, miaka 15, nataka kupata riba yangu ambayo kama ninapopata UTT, ambayo kama ninapata kwenye treasury bond, na huku nione the return of the investment ambayo mimi nimeiwekeza ndani ya miaka 10 nione kiganjani kwangu. Kwa hiyo yote yafanyike, lakini at the end of the day tuone wananchi wamepata fedha zao mikononi, na hiyo ndio itakuwa solution. Whether itaendelea au sheria itabadilishwa, end of the day we need money kwenye mikono yetu, na Watanzania tuliwekeza kwa namna njema ya kuweza kurudisha fedha hizo kwenye mikono yetu. Mheshimiwa Waziri, hili ninaamini unaliweza. Uwezo wako hauna mashaka. Tunakutegemea na tunakutarajia. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwanaisha Ulenge.